ODC, kikao chenu cha ODC, katembeleeni miundombinu ya shule zote. Mtendaji wa kata, pita kwenye shule zote uangalie miundombinu, na taarifa hizo mziandike na mimi mnipe, tujue hali iliyopo, mimi nijue nikakabe namna gani. Hilo ni azimio la ngapi, mwenyekiti? La pili. Azimio la tatu, kamati ya siasa ya kata hii, piteni kuangalia hii miundombinu yote tuliyokubaliana hapa inafanywa kazi. Si mkurugenzi kasema anatoa $500,000 choo kikamilike cha Nyamasare, cha sekondari, cha stafu. Nyamasare hakuna choo, sijui tumekubaliana hivyo. Na kwenyewe si nimesema mimi natoa tofali 300, mkaone mbunge zile tofali ilikuwa ni swaga au amezitoa, sijui mnanielewa vizuri. Mimi nimesema natoa tofali 100 ngapi, na tumekubaliana baada ya wiki hii muone kama diwani amefuatilia hizo tofali 100 ngapi. Hilo ndio azimio letu la ngapi? La tatu. Sisi tumekubaliana. Azimio la 4 ni kwamba kamati ya siasa sasa ianze ziara kwenye mashina, ipite kwenye matawi na iende kwenye nini, kwenye mashina. Kawasikilizeni mabalozi, kawasikilizeni wenye chama hiki. Wenye chama hiki jamani, ndio wako huko. Tunakwenda kwenye uchaguzi. Azimio la 5, wenye sifa za kwenda kugombea, mjiandae kwenda kufanyaje? Vijana, akina mama, sijui nani, chukueni nafasi hizi za kwenda kugombea. Muda ukifika, na waambieni ukweli waliopo kwamba una sifa za kuwepo au huna sifa za kufanyaje, za kuwepo. Tusijinasibu hapa tukajidai, kumbe Tabasamu mimi sifa za kuongoza sina. Sio, mnanielewa vizuri? Mnieleze mapema. Tabasamu usichukue nini fomu, hali ni mbaya huku. Umezidisha mno swaga, unapiga swaga tu bila nini, bila utekelezaji. Ndugu zanguni, hapa nimelalamikiwa swala la maji. Swala la maji Nyamasare liko kwenye bajeti, diwani wenu sija hajawaambia. Swala la maji la Mkomba liko kwenye bajeti, tumeliweka kwenye bajeti. Swala la maji kwa yanachafuka jamani, lile chujio letu kuna mawe huyo yanawekwa, alafu kama chekecheo, yanakuwa kama chekecheo, kama filter. Ziwa limejaa mpaka na lenyewe limefanyaje, limemezwamo. Sasa tufanyeje? Sasa hapa tunakwenda kuangalia namna tutakayofanya bora ya kutengeneza tena chujio jingine, kwa lazima tuweke kwenye bajeti. Kwa hiyo hapa nakwenda kupiga sasa, nikapige na mimi kelele kule, tuifanyeje liingie kwenye bajeti. Jamani, mvua zimenyesha safari hii nyingi kupita kiasi. Ndugu zanguni, hali ndiyo hiyo. Swala jingine nimesahau ni la nini hapa, nimeambiwa kituo cha afya jamani, kiko kwenye bajeti. Swala la kijiji, swala la kiutawala la kijiji jamani, ni kwamba hali tu ya serikali kuanzia kwenye COVID na haya mamiradi makubwa, vijiji vyote kupandisha hadhi. Sisi tuko tumeomba jimbo la pili, tuko tumeomba halmashauri ya mji wa Sengerema. Halmashauri ya mji wa Sengerema na yenyewe kwa sababu ya pesa imeshindikana, tumeambiwa tusubiri. Vijiji vinavyoombwa hapa kuwa vijiji, hamko nyinyi Mkomba peke yenu, tunavyo vijiji 6. Kijiji cha kwanza chenye sifa, yaani nyinyi Mkomba hata ile sifa ya hivyo vijiji vingine, hivyo vitongoji vingine bado hamjafika. Kitongoji cha Igaragalilo ndicho cha kwanza, kina zahanati, kina shule, kina makanisa, kina misikiti, sijui mnanielewa vizuri, lakini bado wana vyanzo vya uchumi, mpaka wawekezaji wako pale, lakini hawajapata kijiji. Kuna Kashindaga, nataka niwape makijiji yale mnaotaka nyinyi. Kuna Kaningu, kuna Shimaka, yani yako mavitongoji ambayo
mavitongoji yana hela kuliko kijiji. Liko kitongoji inaitwa Bundara kule wanalita Ishokela sasa hivi, lina hela kuzidi kijiji cha Sima. Nani anapajua Ishokela? Ukifika kule Ishokela ni kama mjini. Yaani huu mziki unaopigwa Busisi ndio huko. Ni malimaji ya mpunga, hakuna mfano. Hayo yote na wenyewe niomba nini? Kijiji. Na ukifika wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba hiki ni kijiji. Lakini tunasubiri serikali ipate nini? Ipate pesa. Naombeni mvumilie sana katika hilo jambo. Nimelibeba ninalo kabisa kwenye moyo kwa sababu ni ahadi yangu kwenye kura. Mwenyekiti, nilikwambia kule kule. Hii niliahidi kabisa. Mkomba, Nyamasale maji jamani ipo kituo cha polisi Busisi. Ndugu zangu, kituo cha polisi Busisi na kwenda kukipigania. Kwenye hizi hela za CSR hapo. Lazima watujengee kituo. Na watupe na usafiri. Hawezi kuchukua bilioni 730 wakatoka hapa wakatuacha tu. Ni sio hivyo. Zahanati Nyamasale iko kwenye budget, na safari hii haki ya Mungu utakuja nikushtaki hapa. Yaani ukidiki haya nayazungumza, ni mdogo wangu nampenda, ni mwana Simba mwenzangu, mdogo wangu, unanielewa vizuri. Lakini kama bajeti hii mimi naenda bungeni, Mungu akinijalia, vikao hivi vya budget vinakimbizana, mimi niko bungeni na wenyewe wanakaa huko nikakabe, na huku nimeacha wadogo zangu. Nimeorozesha kabisa zahanati zinazokuja humu ndani 9. Habari ya kutuambia zahanati kwamba pale kuna kituo cha afya tunawaletea mabilioni ya shilingi, hakuna kitu hicho. Kasimamie kucha. Na siku hiyo nione umepelekwa kamati ya maadili, umepigana na mtu mle ndani. Wewe vipi wewe? Siku zinaisha. Yaani hili baraza nikufundishe sasa, hili baraza ndio la mwisho. Hili baraza unalokwenda kuingia ndio la mwisho kurekebisha Busisi. Ukishindwa kwenye baraza hili kupata pesa, miradi ya pesa hapa Busisi, na nyinyi kamati ya siasa akitoka kwenye kikao cha budget, muulizeni tuonyeshe miradi ya Busisi iko wapi. Subirini kupewa 2020 mje muone sasa. Tuko pamoja. Busisi iko shwari. Je, nipeleke milioni 700 kujenga hiyo barabara au nijenge barabara za mitaa? Naomba mikono. Barabara ya Kishinda Tabaruka madaraja yote yameenda Kishinda. Huwezi kutoka Kishinda kama ni mgonjwa mpaka ubebwe kwa machela. Nimewatengenezea kadaraja kambao. Kishinda huwezi kutoka kwa namna, ukipita na Nyamasare madaraja yameenda. Ukija daraja la kwenda Tunyenye limekwenda na maji, ile daraja kubwa kabisa ile la zege. Madaraja ya huku tumejenga barabara ya Nyibanga mpya milioni 250 imeenda na maji. Barabara ya Kishinda inaanzia Sima kwenda Buyagu, matengenezo milioni 700. Daraja moja tu la Kishinda linataka milioni 400. Kutoka Tabaruka kwenda Kishinda madaraja yanataka milioni 300. Nitengeneze wapi? Kaka, nisi ushauri. Yaani wale wao hawawezi hata kwenda Sengerema, hawawezi kwenda mahala kokote. Wewe ni barabara za mitaa kutokea Mkomba kwenda Nyamasare. Kwanza kwa nini upite polini huko? Na fisi sasa hivi nyingi kiasi hiki. Na barabara ipo ya lami. Hapa sasa hivi nimewaletea barabara kutengeneza barabara ya Busisi, Buyagu, Ngoma. Si mnanielewa vizuri? Busisi Ngoma ilikuwa haipitiki kabisa. Nitatengeneza wapi? Mimi nilizani amesimama kushukuru kwamba bwana barabara, tunashukuru barabara sasa hivi ya Busisi Nyamasare. Mkandarasi yuko kazini sasa, barabara linafanyaje? Linapitika. Sasa limepitika, hilo wanataka la mtaa. Kuna mahala ambako hapaendi. Nyitundu kwenda Nyamatongo kilomita 49. Huwezi ukatembea, nimepita huko mimi kwa pikipiki. Na kesho Kaumuro Mungu akijalia naenda na pikipiki. Sasa nitatengeneza wapi? Ahadi niliyoitoa ya Mkomba au ahadi ya Nyitundu Nyamatongo kilomita 49? Wewe umesema ni nani? Ni katibu tawi.
Sasa katibu tawi ukishindwa kusimamia hili jambo, wewe ndio ukasema vizuri sasa kwamba barabara zilizokwenda zimeenda barabara za jimbo zima tunatengeneza, halafu ukasimama ukasema uliahidi utaona tu. Wewe uko kwenye lami Busisi hii, msije mkaona Busisi hii. Busisi mko kwenye nini? Kuna watu hawajawahi kuona barabara kabisa, yaani kutokea Ngoma kwenda Rubungo, Nyasigu kwenda Mabiru hawajawahi, yaani wale Mabiru Nyasigu hawajawahi kuona gari toka uhuru. Nyasigu kwenda Kaningu hawajawahi kuona barabara tokea uhuru. Ruenge kwenda Kagunga kwenye kituo cha afya cha Kagunga hawajawahi kuona barabara, nikatengeneze wapi? Mimi ndio naambieni, ndio barabara mlizozikuta, na nimetengeneza barabara kilomita makilomita ya kilomita. Nimepandisha hadhi barabara 4 kuzitoa TARURA ili kuzipeleka TANROADS kupunguza gharama, la sivyo nitaua watu. Sasa barabara za mitaa hizi sisi viongozi tunaweza tukafanya kuziandaa, kuzitengeneza barabara za nini, za mitaa. Tunakwenda kufanya kazi, tunazisesa, zinakuwepo tayari. Fungu likianguka tu mimi lazima nije nitengeneze. Tuna grader sisi jipya, lile grader kila tukiweka spare zinakwenda kuibiwa. Na mimi mbunge niko peke yangu sasa, mtu huyu mmoja katibu. Hebu nishauri sasa nifanyeje? Niache kwenda bungeni kutafuta hela, nikae sasa kusimamia grader inatengeneza barabara ya kutokea tu Mkomba kwenda wapi? Nyamasare. Haiwezekani, lazima nikatafute pesa za wote. Lakini hizi barabara zote pesa za serikali zikipatikana tunakuja kutengeneza. Na hakuna mbunge anayetoa pesa mfukoni. Hakuna mbunge anayetoa pesa, diwani anatoa pesa mfukoni. Isipokuwa tunakwenda kwa level. Huyu anakwenda halmashauri, mimi nakwenda wapi? Ndio maana namwambia safari kapigane, tuhakikishe Nyamasare zahanati imefanyaje? Imekwisha. Na mimi nakwenda kupigana kuhakikisha kituo cha afya kimefanyaje? Kimejengwa. Kwenda Nyamasare kupitia shortcut, hata kuja na lami hapa kwenda hapa. Tayari wewe unakwenda kufika. Kutoka Mkomba kuja mpaka hapo njia panda kilomita 1. Kutokea njia panda kwenda Mkomba kilomita 2.5. Sasa nitatengeneza wapi? Nishauri sasa, wewe ndio mbunge sasa, katibu tawi mdogo wangu. Mimi napata ushauri tu.